Na mtazamaji, hujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Merisha Witi. Karibu. Familia moja kutoka Subukia kwenye kaunti ya Nakuru imelazimika kuahirisha mazishi ya mpendo wao baada ya hospitali ya kaunti ya Nyahururu kwenye kaunti ya Laikipia kukataa kutoa mwili wa marehemu kwa madai ya deni la matibabu ambalo halijalipwa. Anavyoripoti mwanahabari wetu Catherine Imraget, familia inasema kwamba kufikia Jumanne jamaa na ndugu walikuwa tayari wamekusanyika kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya mazishi. Familia sasa imeomba serikali ingilie kati, ikisisitiza kwamba iwapo SHA haiwezi kulipia gharama ya matibabu, basi fedha walizolipwa kwa SHA zirudishwe. Baada ya kukamilisha mipango yote ya mazishi ya mpendwa wao, familia ya marehemu Joseph Martim iliachwa katika njia panda baada ya hospitali ya kaunti ya Nyahururu, kaunti ya Laikipia, kudaiwa kukataa kuwapa mwili wa marehemu kwa madai ya deni la matibabu ambalo halijalipwa. Familia hiyo ikilazimika kuhairisha mazishi ambayo yalikuwa yamepangwa kufanyika Jumanne tarehe 30 Septemba mwaka 2025. Kufika huko nikaambiwa kwamba mimi sitaweza kupatiwa permit ya kusafirisha mwili sababu hatujakamilisha deni ya hospitali ya shilingi 126,980. Na hapo tulikuwa tumelipia SHA. Masaibu yao yalianza Jumatatu walipowasili hospitalini kuchukua mwili wa baba yao, Joseph Martim, aliyefariki akiwa na umri wa miaka 79. Na wageni pia wako nyumbani wanatumia tena budget nyingine wanatumia. Sasa hata nilikuwa naomba serikali kama ingekuwa ina uwezo angalia hii receipt ambayo niko nayo hapa. Vitu mingi wamerudia sana. Na ni yale ambayo nimenunua. Uongozi wa hospitali hiyo imelaumiwa pakubwa kwa kuongeza gharama za matibabu, huku familia wakitaka serikali kuingilia kati ili waendelee na mipango yao ilivyoratibiwa. Tulikuwa tunakuja kuchukua mwili, tukawekwa paka jioni, na tumesaidiwa magari na majirani na marafiki ya kuja kuchukua mwili. Na sasa tulikaa paka usiku tukarudi bure bila maiti. Leo tena tumekuja tena, hii ni masiku ambaye inaendelea kuisha. Hatujui sasa mwili yetu tutapewa lini. Serikali muuchunguze, muangalie serikali hospitali ya Nyahururu. Mtu akisha aga unamkarimu pesa mingi. Haya yanajiri siku moja tu baada ya mahakama kuu kutoa amri kuwa ni makosa kwa hospitali kuzuilia miili hadi bili zao za matibabu zitimizwe. Mahakama ilisema kuwa madeni yanayohusiana na matibabu au malipo ya hifadhi ya maiti yanaweza kurejeshwa kama deni la raia na yanapaswa kutekelezwa hivyo. Catherine Imraget, KTN. Kwingineko ni kwamba mzozo unazidi kutokota kuhusu mgomo wa wahadhiri, huku wizara